Ndugu yangu, kwa majina mimi naitwa Muhonge. Mimi Muhonge ni katibu mkuu wa Fukufuku la kuleta watu wetu wa eneo hili la Magharibi Kenya pamoja. Mimi nimekuwa imara, nimekuwa sauti imara ya kufahamisha umma la Magharibi Kenya umuhimu wa sisi wa jamii kukaa pamoja kama watu wamoja. Sasa hii niko na ujumbe huu niko nao. Nataka niongee na viongozi wetu wenye Mungu amewapea nafasi hii ya kutuongoza sisi jamii katika mambo ya mizingi ya maisha yetu ya kijamii. Ndugu yangu, ewe ndugu yangu mkubwa mwenye Mungu amekubariki, amekupea nafasi kubwa katika serikali hii. Ndugu yangu Wycliffe Musalia Mudavadi, baba wetu, our advisor, our council, one of our senior council elders, Papa wetu Francis Atwoli, na ndugu yangu Speaker wa National Assembly Moses Masika Wetangula, na ndugu yangu Eugene Wamalwa, na ndugu yangu Wycliffe Oparanya. Nataka niongee na nyinyi. Sitamani nisikilize. Mimi sitakuwa labda na sitakuwa kama mtoto mtukutu ama mtoto mwenye sina nidhamu, kwa sababu naongea na viongozi walio mbele yangu na hada ndugu zangu wakubwa na hada bia an elder Papeta Atwoli. Kama nitazungumza maneno yenye labda itamkuza roho zenu nisamee. Nataka nifahamishe nyinyi viongozi wetu. Nafasi mlio nayo ni nafasi ya Mwenyezi Mungu. Na nafasi hii sio sisi tulimupea, ni Mungu alimupea, akasema kufikia wakati nyakati hizi katika jamii yetu ya Magharibi Kenya nyinyi mtakuwa kilele, nyinyi mtakuwa ndio mnatuangazia mwangaza, sisi ndio mtatakuwa na kupea mwelekeo michakato ya kisiasa katika jamhuri yetu ya taifa la Kenya. Vile sisi tunafanana na vile sisi tunakaa kule nje, vile Wakenya wenzetu na umma la mwanadamu linatuona sisi watu kutoka eneo hili Magharibi Kenya, ndio vile nyinyi mnafanana. Aibu yetu ni aibu yenu, umaskini wetu ni umaskini wenu. Kutokuwa sisi na havya katika mambo ya maendeleo ni nyinyi pia kutokuwa na havya. Sisi tukiheshimiwa mtaheshimiwa. Sasa namwambia, nataka nizungumze na nyinyi ndugu yangu. Kwa nini katika dienu hakuna yoyote mwenye aweze kataa umuhimu wa sisi kuja pamoja? Ndugu yangu Francis Atwoli Papetu, our elder, amekuwa na michakato mingi sana ya kuleta umma letu Magharibi Kenya pamoja. Ndugu yangu Wycliffe Musalia Mudavadi amezungumza haya maneno. Ndugu yangu Moses Masika Wetangula amezungumza haya maneno. Ndugu yangu Oparanya hivi chuzi alikuwa ameanza mchakato huo. Ndugu yangu Eugene Wamalwa maneno haya amezungumza, amenena. Lakini mimi namuuliza nyinyi, mbona nyinyi mwezi kukuja pamoja mkatembea pamoja kuanza michakato hii ya kuleta sisi watu wetu pamoja? Kwa sababu kati yenu mnajua takrimu tuko nazo sisi sio takrimu sisi za kuomba nafasi kwa hii serikali yote yenye iliyo katika mamlaka. Takrimu zetu ni za kutengeleza serikali inayochukua mamlaka. Sio sisi viongozi wetu nyinyi kwenda kuomba kazi katika serikali yenye imechukua mamlaka. Ni nyinyi mnatakana kutengeleza serikali yenye itakaa kwa kiti yukutawala taifa letu la Kenya. Sasa mimi namuuliza, kama mna ufahamu huu wote kuwa umoja wetu katika takrimu zetu sinaweza kutengeleza msingi wa serikali, sinaweza kutengeleza kiti yenye rais wa Jamhuri ya Taifa Kenya atakalia, mbona kitu kani mnaokopa ya kuweza kuanza michakato na kufanya serious campaign kwa watu wetu mtembea pamoja? Ndugu yangu Wycliffe Oparanya, ndugu yangu Eugene Wamalwa, ndugu yangu baba wetu our elder Papa Francis Atwoli, ndugu yangu Moses Masika Wetangula, ndugu yangu Wycliffe Musalia Mudavadi, tembeleeni pamoja. Wacha kuweka katikati yenu utafauti. Wacha kuongea utafauti. Wacha huyu kuongea huku na tofauti. Nyinyi kutembea pamoja, ama ndugu yangu Eugene Wamalwa kutembea na huyu nani na ule kiongozi wa Mount Kenya, haina umuhimu kwetu. Kutengea na watu wengine ama kufanya kampeni katika Jamhuri ya Taifa la Kenya kuacha nyumbani haina umuhimu. Ndugu yangu wewe Moses Masika Wetangula, kutembea na Faruku haina umuhimu kwetu. Kuja nyumbani mwanze kufanya serious campaign, mweke watu wetu pamoja. Hii ni serikali inayokuja kuchukua mamlaka. Sisi zote tupige kura yetu moja katika hiyo serikali. Tumpe nguvu nyinyi na sisi pia tupipe nguvu katika hiyo serikali. Hatutaki sisi kuomba kazi.
Hatutaki sisi watoto wetu nakaa watoto wenye wataivu katika mambo ya kijamii ya mizingi ya maendeleo. Jamii zingine zimeendelea. Ukiangalia jamii yetu iko chini sana, na takrimu zetu zinatakana sisi si watu wa kuwa chini. Jamii ndogo ndogo kwa sababu siko na uongozi ulio imara, uongozi unaonyesha watu wao katika njia nzuri, wameendelea kwa mbele. Ndio jamii zetu kama Kisii wameendelea, wako na makao kule Minnesota. Jamii zetu kama ndugu zetu wa Kalenjin wameendelea, wako na makao kule Australia. Jamii zetu kama ndugu zetu hawa Kamba wameendelea, hata kama unaona wakati hivi jamii zetu wa Somalia wameendelea. Ukiangalia sisi Kibera yetu, angalia Kibera yetu na angalia eneo kama la Eastleigh, utaona utafauti kati ya viongozi wetu, utaangalia utafauti wetu, umaskini wetu na hali yetu ndio inaonekana Kibera. Na hali ya mtu anaitwa Msomali inaonekana katika Eastleigh. Mimi namuuliza ndugu zangu, viongozi wetu nye Mungu amepenya basi, mbona mwezi kuleta sisi watu wetu pamoja ili tutengeneze barabara nzuri kwa usawa na kuja mbele yetu, ili tuweze kuwa na uchumi ulio imara katika eneo letu na katika maisha ya watoto wetu, ili watoto wetu wapate kazi, ili tupate mashule nzuri, tupeleke watoto wetu katika university, high state university, world state university, watoto wetu wapate elimu nzuri kama watu wengine. Saizi ndugu zetu Kalenjin wanapeleka watoto wa ng'ambo kusoma masomo ya ng'ambo. Sisi kazi yetu ni kubishana tu. Tunataka nyinyi viongozi wetu nye Mungu amebea wakati kwa viongozi wetu, mkuje pamoja mwanze kufanya serious campaign ili sisi kama 27 tupike kura yetu moja katika serikali yenye itakuwa mamlaka na tutengeze msingi katika serikali. Ndio sisi tuunde msingi na tuunde kiti na rais atakalia. Ni aibu sana sisi kuwa naita krimu na nyinyi viongozi ndio mnaomba tu kazi kwa serikali inachukua mamlaka. Uchumbe niko na Mungu ambariki. Be blessed. God